uzima na wokovu. Ningependa tusome ama tufungue Biblia zetu kwenye kitabu cha Zaburi 91 ili tukapate neno la Bwana la kututia moyo, tukapate neno la Bwana la kutuimarisha, tukapate neno la Bwana usiku wa leo katika jina takatifu la Yesu Kristo. Popote ulipo tunakukaribisha usiku wa leo kwenye ibada hii katika jina takatifu la Yesu Kristo, ambayo inakukujia moja kwa moja kutoka hapa kanisa Mlimani, kanisa la Christ Compassion Ministry, na tunamtukuza Bwana kwa neema yake. Hallelujah. Fungua nami kitabu cha Zaburi 91, tutasoma mstari wake wa kwanza, kisha baadaye tutasoma mstari wa 14 hadi 16. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Psalms 91 verse 1. Nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Biblia inasema hivi: aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake mwenye enzi. Nitarudia: haketie mahala pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake mwenye enzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili neno mara nyingi tumelisoma na labda tumehubiriwa sana kuhusu andiko hili, lakini ruhusu pia nikuletee neno hili la Bwana kutoka kitabu hiki pia usiku wa leo. Na naamini ya kwamba tutabarikiwa pamoja. Katika mstari wa kwanza kuna maneno mawili hapa ambayo ni maneno mawili makuu, na neno la kwanza ni aketie mahala pasiri. Aketie mahala pasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa mfano tumeingia kanisani leo, na wale tupo kanisani naona kila mmoja ameketi. Maana yake kukaa ni mtu ambaye hana haraka ya kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Bwana Mungu anatuita usiku wa leo kama kanisa, kama watakatifu wa Bwana. Mungu anatuita mahala pake pasiri, tukae bila haraka. Maana kuna mambo mazito Mungu wetu anataka kufunua. Kuna mambo mazito ya rohoni Bwana anataka kutujulisha. Lakini kama tutakuwa watu wa kukimbia, ama watu ambao hawana utulivu in the presence, katika uwepo wa Mungu, ina maana ya kwamba kuna mambo mengi hata Mungu atakapokuwa anazungumza nasi hatutaweza kumsikia, ama hatutaweza kusikia atakapokuwa anasema. Na kama tutasikia hatutaweza kuyaelewa kwa sababu hatutakuwa kwenye utulivu. Basi Bwana anasema anatuhitaji mahala pake pasiri, na tunapofika mahala pake pasiri hatutaki ama hataki tuje mahala pale tukiwa na haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tupate kuelewa siri za Mungu zake za ndani, ni lazima tuwe na utulivu katika uwepo wake. Ni kama vile mwanafunzi anapoenda darasani, ana haraka ya kutoka darasani kwa sababu anataka kuelimishwa. Mwalimu anasimama mbele yake, haanze kumfunza. Na kama huyu mwanafunzi atafaulu na kufanikiwa hata katika maisha yake, itambidi hawe mwanafunzi wa kutulia wakati mwalimu wake anapomfunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo Mungu wetu hata usiku wa leo anatuita mahala pake pasiri. Anataka tuje na tutulie mahala pake pasiri. Kwa mfano vile tumekuwa na siku za maombi hapa kanisani muda uliopita, siku 7 za maombi za kumngoja Bwana. Anachokimaanisha Mungu kwetu ni jambo kama lile: tuje mbele zake kwa moyo wa kutulia. Tuje mbele za Bwana tukijua kwamba yeye ndiye Mungu wetu na anatuhitaji zaidi. Anataka kunena na sisi, anataka kutufunulia mambo yake ya siri ya ndani, ili tuweze kuelewa jinsi alivyo kwetu. Na tutakapofanya vile, Bwana Mungu anasema hivi, atafunua mambo hayo kwetu. Lakini atayafunua tu kwa watu ambao wako na mioyo ya utulivu,
atayafunua tu kwa watu ambao hawana haraka kutoka kwenye uwepo wa Bwana. Mara nyingi nimeona hata tunapoingia kwenye nyumba ya Mungu, wakati muda unajaribu kusonga kidogo, you find that we are restless. Ni kama hatutaki kukaa tena. Ni kama unafika mahali unakinai kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Yaani unachoka, unajisi unachoka. Lakini naye Mungu anasema nini? Aketie mahala pasiri. Shika neno kuketi. Maana yake ni mtu amekaa, ametulia, amepumzika. Mungu anataka watu ambao wanapoingia in his presence wanatulia, wanaketi, wanatulia. Nini kitafanyika basi kwa huyu mtu ambaye amekuja katika uwepo wa Bwana, mahala pa Mungu pasiri? Maandiko inasema atakaa. Aketie maana yake alichukua hatua ya kuingia katika uwepo wa Mungu, alafu akatulia pale, akakaa. Kisha inarudiwa part B mstari anasema ya kwamba atakaa. Kiswahili cha Tanzania anasema ni tendo endelevu. Yaani sio kukaa tu, lakini mtu amekaa. Kama ninasomeka vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina mother tongue kuna neno tunatumia inaitwa kuteneka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia neno kuteneka in mother tongue, it means ni kama mlima, ni kama mwamba kubwa, ni kama jiwe kubwa ambao liko hata watu mamilioni waje wajaribu kulisongeza, halitasonga. Hauwezi ukalisongeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema ya kwamba watakatifu wenye haki wa Mungu ni kama mlima Sayoni ambao huwezi ukafanya nini? Hicho ndicho Mungu anazungumza kwetu. Anasema unapoingia na kuchukua kiti na kuketi, anasema basi endelea kukaa. Usiwe mwepesi wa kutoka mbio na kutoroka. Mungu akufuatishe maneno kwenye lango, hapana. Anataka watu ambao wameingia. Wakati umeingia tunatulia. Haleluya. Anasema mtu huyo atakaa katika uvuli wa mwenye enzi. Hapa kwetu maeneo haya tuko ni maeneo ya joto sana. Mara nyingi kuna jua kali. Na ili upate utulivu inakubidi utafute mahali kuna mti ambao wenye kivuli. Na unapofika kwenye ule mti, kwenye kile kivuli, utajihisi una amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Mungu kuna mambo anasema hapa. Huyu mtu ambaye anakaa mahala pasiri pa Mungu hata kuwa mtu wa hofu. Utakuwa mtu wa kuogopa. Utakuwa mtu wa kukimbizwa na vitu. Utakuwa mtu wenye moyo ama roho ya kwenda mbio. Maana utakuwa kwenye uvuli wake. Maana yake wewe, maana umechukua hatua ya kuingia kwenye uwepo wa Mungu, kwenye siri ya Mungu, ina maana ya kwamba naye Mungu ataingia the other side na kushughulikia mambo yako. Maana yake utakaa kwenye uvuli wake ukiwa umetulia, kwa sababu the other side everything is in order. Si useme amen? Kwa hivyo Mungu anatuhitaji katika uwepo wake usiku wa leo na siku zote za maisha yetu. Anatamani tukae uweponi mwake. Basi nini faida ya kukaa kwenye uwepo wa Mungu? Maana kuna faida zake. The more you seek God, the more unaingia katika presence ya Mungu. Sio kuingia tu alafu kutoka mikono mitupu. Hapana, kuna faida zake. Hallelujah. Hebu tusome mstari wa 14. Tusome mstari wa 14. Kitabu cha Zaburi 91, mstari wake wa 14. Inasema hivi: kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida moja wapo ya kukaa katika uwepo wa Mungu. Bwana anasema hivi ya kwamba atakuokoa. Kwa maana umekaza moyo wako kumpenda Mungu, kwa sababu umetia juhudi za kumpenda Mungu. Wakati tulipokuwa tunaendelea na kuomba hapa kanisani, siku moja naongea na baba na tukiongea tukasema na kweli kuomba ni kazi. Bwana Yesu asiwe sana. Yaani kuna gharama ya kulipa. Ndio maana Bwana anasema umekaza kunipenda. Maana yake kuna kitu umefanya, kuna hatua umechukua, kuna gharama umeingia ili umtafute Mungu. Bwana anasema unapochukua hatua hizo, unapogharamika kunipenda, yani unakaza kunipenda,
unatia juhudi kumpenda Mungu, anasema hivi. Jambo la kwanza anasema nitakuokoa. Haleluya. Alafu jambo la pili Mungu anasema ya kwamba nitakuweka palipo juu. Nani ambaye hapendi kuwekwa mahali palipo juu? Haleluya. Mahala pake pa heshima. Mungu atakuweka mahala pa kuheshimika. Nakumbuka andiko hilo ambalo linasema at one time sisi hatukuwa wanadamu, hatukuwa watu. Actually Paul anasema hatukuwa watu. Lakini anasema sasa hivi kwa sababu ya kumpokea Yesu Kristo na kwa sababu ya kumpenda Mungu tumefanyika watu wa Mungu. Biblia ya Kiswahili inasema ya kwamba tumefanyika kuwa milki yake Mungu. Sisi ni watu wa Mungu, makuhani wa kifalme. Kwa sababu gani? Tumetunza agano letu na Mungu. Tumeamua kumpenda Mungu. Kwa mioyo yetu tunajikabidhi mbele za Bwana 24/7. And for that reason God anasema hivi ya kwamba basi nitakuokoa. Ni mambo mengi yanatuzunguka kila siku. Unakuta maishani kuna mambo mengi yanatuzunguka, mengine hayatupi amani. But the Lord says nitakuokoa. Hallelujah. Nitakuokoa na mazito hayo napitia. As long as umekaa mahali pangu pasiri, nitakuokoa. As long as moyo wako umekazwa kunipenda, mimi Mungu nitakuokoa. Jambo la pili, nitakuweka mahala palipo juu kwa sababu umelijua jina langu, yasema Bwana. Mstari wa 15 anasema ataniita nami nitamuitikia. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama umeshaingia siku moja kwa maombi and it's like you are praying na ni kama ile maombi haiendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama ni mimi yangu nimeshaifika hiyo kiwango. It's like I'm praying ni kama mbingu ifunguke, ni kama sauti yangu inagonga tu hapa inarudi. Bwana anasema hivi. Unapokaza moyo wako kumpenda Mungu na kukaa uweponi mwake, anasema anytime you call upon my name I will answer you. Praise the Lord. Hakuna maombi yako yataenda waste. Hakuna maombi yako yatakuwa bure. Hakuna maombi yako yatakuwa ya kelele, because your heart is right with him. Hallelujah. Maana umemtafuta Mungu. Kuna njia nyingi za kumtafuta Mungu, na mojawapo ya njia ni kama vile umeingia kwa nyumba yake usiku wa leo. Kuna njia nyingi za kumtafuta Mungu. Mojawapo hizo njia ni kumtolea Bwana sadaka yako na dhabihu. Mojawapo ya njia hizo ni kuingia kwenye chumba cha maombi na kumtafuta Mungu kupitia maombi. Hallelujah. Sometimes you don't need to do many things. You just need to lift up your hands even in your room and just worship him and praise his holy name. Na unapofanya vile, Mungu anasema ya kwamba nitakuokoa, nitakupandisha ngazi, nitakupa jina kubwa, nitakuheshimisha. Hallelujah. Nitakuweka mahala palipo juu. And then at that moment utakapolitia jina langu concerning anything, God anasema then I will answer you. Hallelujah. Kuna faida nyingine. Anasema hivi, nitakuwa pamoja naye taabuni. Katika maisha haya ambayo tunaishi, kuna mambo mengi sana kila siku ambayo yanakuja kwetu. Some of us unaweza kuwa unarudi nyumbani kwenu and it's like everybody is against you. Unaenda kazini and it's like that day everybody is like huyu ametokea wapi? Huyu anakuaga huku kweli. It's like everything is going against you. Praise the Lord. Lakini jina la Bwana litukuzwe. Ni kwa sababu the more we hide ourselves in God, anasema hata kwenye hiyo tabu, hata kwenye hiyo dhiki, God says I will be with you. Do you remember the story ya the apostles wakati Yesu anawaambia tuvuke ngambo ya pili? Do you remember that story? And then katikati ya ocean, katikati ya bahari, katikati ya sea, something happens. Dhoruba kubwa inakuja. Nani aliwaambia wavuke? Bwana Yesu asifiwe sana. By the way, ilikuwa idea ya nani wavuke ngambo ya pili? Yeah? Ilikuwa idea ya nani? Jesus told them tuvuke ngambo ya pili. And then as good students wa Yesu Kristo and the faithful servants and the followers of Christ,
wakasema vile Bwana amesema hivyo ndivyo tutakavyofanya, and then wakaingia kwenye chombo wavuke ng'ambo ya pili. But somehow it's like Jesus, story moja inasema Yesu akawa the other side, wakamwona baadaye anakuja. Kuna ingine nasema Yesu akawa amelala kwenye chombo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika hadithi zote mbili Jesus Christ was with them, because it was a command of Jesus ya kwamba tuvuke ng'ambo ya pili. So God anasema ya kwamba even in trouble I will be with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Do you know, kwa sababu ya kuokoka wengine wetu tuliingia kwenye shida. I don't mean ni shida ya wengine tulipookoka tulionekana tumekuwa maadui wa family. I remember like the day niliokoka, baada ya wiki kadhaa, maana nilikuwa natembea everywhere nikishuhudia watu about Yesu. Baba yangu mzazi alitumiwa mzee mmoja, akaambiwa, wewe mzee, huyu mtoto wako amepotea, so just forget about your son. Kwa sababu akiingia kwa hiyo dini amepotea huyo kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika mambo yote haya ilifika kiwango ikawa even my father is like he is doubting me. Wewe ni mtoto wangu kweli kamili au namna gani? So nasema hivi, kwa sababu ya wokovu wengine tukaingia kwenye tabu. Na mkumbuka Yesu siku moja anasema, na mimi sikuja kuleta amani, lakini nilikuja kuleta utengano kati ya ndugu na ndugu. Umeshaisikia kusikia hiyo Yesu akisema? Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. But in all these things God says, Mungu anatuambia hivi ya kwamba nitakuwa na wewe kwenye hiyo tabu. Hautakuwa peke yako, hautaenda peke yako. Mimi Mungu nitakuwa pamoja na wewe. Kwa sababu gani Bwana akuwe na wewe? Kwa sababu moyo wako umeukaza kumpenda Mungu. And number 2, uliamua kukaa mahala pasiri pake Mungu. Hallelujah. Hebu tusome mstari wa 16. Tumalizie 15. Anasema nitamuokoa na kumtukuza. Nitamuokoa na kumtukuza. Kwa nini Bwana anarudia mambo ya kutuokoa? Ni kwa sababu kwenye maisha kuna dhiki nyingi na taabu nyingi ambazo zinatufuata kila siku. Nakumbuka wakati mmoja even in our church here, nakumbuka siku moja baba yetu akituongoza tuzunguke the compound of the church. Sijui kama kuna mtu anakumbuka that time. Amen. Tunazunguka mara 7. Maana ilikuwa vita, tunapigana. Lakini si Mungu ulitupa hapa, tena mbona tuanze kupigana? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Mungu hivi atatuokoa, atakuwa na sisi, atatutukuza, na katika mambo yote haya hatawahi tusahau, hatawahi tuacha. Anasema atatuokoa, and then he will glorify us. Atatutukuza, atatuinua mahala pa juu. Mstari wa 16 ambao tutamalizia, anasema kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamwonyesha wokovu wangu. Kwa siku nyingi nitamshibisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua inamaanisha nini hii? Maana yake ni hii ya kwamba haufi mapema. Praise the Lord. Faida moja kuu ya kukaa katika uwepo wa Mungu, hauwezi, you cannot die prematurely. God cannot allow death ingie maishani mwako kabla hujatimiza makusudi na mapenzi ya Bwana. Hallelujah. Kwa sababu hiyo, kule kukaza moyo kumpenda Mungu na kule kukaza moyo wako kukaa katika uwepo wa Mungu, Mungu anasema ya kwamba atatuokoa, atatuponya, atatuinua, atatutukuza, na siku nyingi ama kwa siku nyingi, kwa miaka nyingi atatushibisha. Kwenye miaka yote ambayo utaishi katika dunia hii, haitakuwa miaka ya dhiki, hayatakuwa maisha ya kilio, haitakuwa maisha ya tabu. Praise God. Bali itakuwa maisha yenye amani, yenye furaha katika Bwana. Maana hata katika dhiki na tabu inapokuja anasema I will be with you. Sitawahi kubali siku hata moja utembee peke yako. Nitakushibisha kwa siku nyingi. I will make sure that you progress. Nitahakikisha kwamba unanawiri, nitahakikisha kwamba unapanuka, nitahakikisha kwamba umeinuka mahala pa juu, asema Mungu wetu. Hallelujah. So ni wakati wako uamue
ya kwamba utakaa kwenye uwepo wa Mungu, ya kwamba mimi nitamtafuta Bwana, nitafunga nimtafute Bwana, nitatoa sadaka zangu kwa Bwana, kwa maombi yangu, kwa sala zangu, nitajicommit hata katika nyumba ya Bwana, nitahakikisha kila kitu kiko sawa, maana hii itakuwa sadaka na ibada yangu kwa Mungu. Nitakaza moyo wangu kumpenda. And the more you do that, then God anasema nitakushibisha kwa siku nyingi. Hatimaye anasema atatuonyesha wokovu wangu. Neno hili nilipokuwa nalisoma nikakumbuka siku moja neno la Mungu likisema ya kwamba ahadi hii ni yetu na ya watoto wetu. Maana yake alikuwa anazungumzia ahadi ya Roho Mtakatifu. Ahadi hii ni yetu sisi na wana wetu. Kwa hivyo Mungu anasema hivi ya kwamba nitamuonyesha wokovu wangu. God will give you long life, na kuhakikisha ya kwamba hata watoto wako amewatunza na wote umewaona wakinawiri. And then kila mmoja wao atamtambua Mungu kwa njia yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja wao ataenjoy life in Christ, in God. God will not allow, and he will never allow watoto wetu kwenda astray, kupotelea kwenye giza. God will lead them in the right path kwa utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usiku wa leo Bwana anatuita mahala pake pasiri. Nimesikia sauti ya Baba mara nyingi akituambia Mungu anatamani tuombe, tutafute uso wake. Na wakati wetu ndio huu kumtafuta Bwana, kama kanisa, kama jamii, kama mtu binafsi, kama viongozi wa kanisa, kama watumishi wa Bwana. Ni wakati wetu to set our hearts kumtafuta Mungu kwa juhudi zaidi. Mstari wa 14 umesema kwa kuwa amekaza, anatuhitaji. Ndio tumemtafuta Mungu, ndio tumeomba, ndio mara nyingi tumefunga, ndio mara nyingi tumefanya vitu vingi vizuri kwa Mungu, lakini God anataka tuende deeper. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka tuende deeper. Anataka tuende deeper in prayer. Anataka tuende deeper hata kwa kujifunza neno lake na kukaa uweponi mwake. Hallelujah. May the Lord God bless us. May the Lord God keep our lives katika neema yake. Naomba tusimame katika jina la Yesu Kristo, katika uwepo wa Bwana. Hallelujah. Nataka uchukue muda wa dakika kama 1 ama 2, and then mwambie Bwana, nipe neema ya kutari. Bia Bwana, nipe neema ya kukaa. Bia Bwana, nipe neema ya kukaa uweponi mwako. Nipe Bwana neema ya kutari in your presence, because kuna faida nyingi sana as I tarry, as I wait upon you Lord. Umesema ya kwamba utaniheshimisha. Umesema Bwana utanipa jina kuu. Umesema ya kwamba utanishibisha na siku nyingi. Umesema Bwana hautaniacha. Umesema Bwana utanionyesha wokovu wako katika jina la Yesu Kristo. Hebu omba maombi hayo, mwambie Bwana, natamani neema hii kawe juu yangu katika jina la Yesu Kristo. Anasema because he loves me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledges my name. He will call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble, says the Lord. I will deliver him. The Lord God says, I will deliver you. He says that I will honor you. God says that I will give you long life and I will satisfy you in the name of Jesus. And God says that he will show us his salvation. So pray this prayer tonight, asking God for the grace to tarry, grace to seek his face, grace to pray in the name of the Lord. Neema ya kumtafuta Bwana kukawe poni mwake hata usiku wa leo katika jina la Bwana. Mwambie Bwana, nipe neema nikujue zaidi, nikujue zaidi, nikutambue zaidi, nikuelewe. Zalabagada rapasu pia katabayande elikasatolokotolo brigade garada bashada bayanda. Father God, I pray this night in the name of Jesus that God, you pour your grace upon me, grace to tarry in the name of the Lord. Yes, to dwell in the shelter, to dwell, my Father,
in the high place of the Most High God, to dwell in the presence of God in the mighty name of. Quicken my spirit, quicken my heart, quicken my soul, that I may seek your face, O God, even in every day of my life in the name of the Lord, that I may know you, O God, as Paul said, that I may know him and the power of his resurrection in the mighty name of the Lord. Moyo wangu kakujue zaidi, maisha yangu yakakutambue zaidi Bwana, katika jina la Yesu. Uisha nafsi yangu Bwana, katika jina la Yesu Kristo, kulingana neno lako kitabu cha Zaburi 23, maandiko yanasema ya kwamba na Bwana uisha nafsi yangu, uisha nafsi yangu Bwana, uisha maisha yetu katika neema yako, uisha maisha yetu ya maombi, uisha maisha yetu ya kumtafuta Bwana, even in studying and reading of the word of God as a church. I pray this night, my Father and God, that you pour your Holy Spirit upon our lives in the mighty name of God, so that the Holy Ghost, he may help us, my Father, to seek the face of God, to tarry in the presence of God, my Father, to sit, oh God, bila haraka tukae, ili Bwana tukapokee kutoka kwako katika jina la Yesu. Ponya mioyo yetu Bwana iliyovunjika, ponya Bwana mioyo yetu ambayo inaumia, na ndoa zetu, ponya watoto wetu Bwana, ponya maisha ya kila mmoja usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Yeyote ambaye ametusikiza, yeyote ambaye ametutazama usiku huu, popote walipo Bwana, kanisa lako, naomba nguvu zako Kristo na uwepo wako ukawe juu Bwana, ukawaheshimishe kulingana neno lako Bwana. Mungu wangu, ukaweke mahali palipo juu kwenye hiyo dhiki na hiyo tabu. Usiku wa leo umetuambia utakuwa pamoja nasi, na ya kwamba Baba hautatuacha. Hivyo naomba ya kwamba fikia kanisa lako hata usiku wa leo katika jina la Bwana, na Mungu wa rehema ukatuishe tena katika jina la Yesu. Neema yako kubwa ikakae kwetu katika jina la Yesu. Tupe moyo wa kukupenda zaidi, because the more we love the Lord God Almighty, the more God Almighty you are involving yourself even in our issues, oh Lord, in the mighty name of the Lord. The more we dedicate ourselves to you, the more you dedicate yourself to us, my God. The more, my Father, we call upon your name, you have said unto us, the more you will hear us and answer our cry. So Lord, I pray tonight in the name of Jesus, as I pray for CCM, oh Lord, that God, you release your supernatural grace upon this ministry in the mighty name of the Lord. I pray for the grace to pray. I pray tonight, dear God, for the grace to seek the face of God. I pray tonight for the grace to call upon the name of Jesus. Help us and give us grace to tarry in the power and in the presence of God, in the mighty name of the Lord. Bwana, tukaingie kwenye uwepo wako, tukakungoje Bwana, tukakusubiri. Tupe mioyo ya subira ya kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Tupe moyo wa subira wa kukaa kwenye uwepo wako. Tupe moyo wa subira wa kukaa kwenye nguvu zako. Tupe moyo wa subira Bwana wa kukungojea wewe mahala pa haki na patakatifu, maana ni mahala penye haki, ni mahala patakatifu pa Bwana. Hapo unasema utatuheshimisha, hapo unasema utatuinua juu, hapo unasema ya kwamba Bwana utatushibisha kwa siku nyingi. As we tarry in the presence of God, unasema mabaya yatatufika, wala Bwana Mungu wa rehema tauni haitaonekana kwenye nyumba zetu katika jina la Yesu. Na Baba, utatupandisha ngazi, utatuheshimisha, utatuweka mahala palipo juu. As we tarry, as we tarry in the presence of God, Lord God, you say ya kwamba utatuinua juu zaidi, utaponya mioyo yetu, utaponya wana wetu, utaponya ndoa zetu, utaponya kazi zetu, utaponya biashara zetu, utaponya Bwana hata kanisa letu, my God. As we tarry, Lord God, give us grace to tarry this night, Jesus. Give us grace to tarry. Give us grace to tarry, my Redeemer, in the presence of God. Imelegada magatabayaba, maana yeye aketie mahala pasiri pake aliye juu, huyu atakaa chini ya uvuli wake Mwenyezi. My good Lord, my Father, rameza dagada. Na kwa sababu tumekaza na tunakaza hata usiku leo mioyo yetu kukupenda, my God, unasema utatuheshimisha, unasema utatupandisha juu, unasema unatupeleka viwango vingine. Bwana, tupandishe ngazi, tupandishe viwango vya juu katika masuala ya roho. Tupe tukujue zaidi, tuketi pamoja nawe, maana Bible inasema na vile Yesu Kristo alivyo ndivyo tulivyo hata usiku wa leo. Gadamazetalaba rememegene mazatayadaba rapapalaba gadi menemeriane lebazo tayegenema imenezetelega.
Bwana, pea mioyo yetu neema ya kukutafuta. Bwana, tupatie usiku wa leo as a church in the name of the Lord, grace to pray, grace to seek the face of the Lord, grace to live a pure life, a holy life before the Lord. Because you are a holy God. The Bible says, then I command you that you may be holy, because I am a holy God. Father, give us a grace to live a holy life, because in the presence of God there is a fullness of joy. Where the Spirit of God is, there is. We pray tonight, pour your spirit upon us, oh God, so that we may tarry. Spirit of God, come upon us and help us to tarry in the presence of God, in the mighty name of Jesus. You said in your word, God Almighty, as we tarry, Father God, you protect us in the mighty name of Jesus. My Father, as we tarry, dear Lord, you said in your word that God Almighty, you will be with us in trouble. You said, my Father, as we tarry, that God Almighty, you will deliver us. And then number two, God, you said that you will honor us in the mighty name of the Lord. I pray tonight, dear God, let your word, my Father and my King, pass in our lives in Jesus' name. My God and my King, I declare life in this church. I declare life in CCM. I declare long life in CCM tonight. I declare long life, because the Bible says with the long life I will satisfy him. Lord, satisfy us, satisfy CCM, satisfy us, Lord, as we are in your presence, as we seek you, my God, as we enter deeper. Amagana makataba rebebeleba zodayada ezidingene mademene menrine mosia rebabala masatalagada rapabelegene mazataya ejana atigene maranema lepabala makataba rapapala makataba labriande. Watoto watakuwa machozi kwetu, watoto wetu watakuwa mzigo kwetu, wana wetu Bwana watakuwa wana wa heshima katika jina la Yesu. Utatupe long life, and that we shall enjoy this life in the grace of God as we tarry in the presence of God. Papa, as we tarry, Lord, as we tarry, we pray for the grace to tarry. Apply your grace to tarry. Give us grace to tarry in the mighty name of the Lord, in the presence of Jesus, in the mighty name of the Lord. Kumbe tunaposubiri, kumbe tunapokaa kwenye uwepo wa Bwana, unaondoa dhiki na matatizo, unatuondolea hata balaa na mikosi. Tunapokaa kwenye uwepo wako Bwana, unavuta machozi yetu, unaondoa kila mizigo, unaondoa kila tabu na dhiki. As we tarry, my Father, unasema unatupatia heshima. As we tarry, my God, Bwana wa mabwana, watu watatutafuta, maana hekima ya Bwana imejaa kwetu. As we tarry, my God, in the presence of the Lord, Bible says, mtafute hekima sana, uza vyote ulivyo navyo, ukamnunue hekima, naye maana atakutunza. Bwana Yesu, tunahitaji neema hii ya kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Shalemegebereberianda rabakatalaba aye mama nemelebere nemeriando lokotele garababeleba e baba shadala katayagada. Let CCM rise, let CCM rise, let this church rise, let this church rise, let CCM rise, let CCM rise in the mighty name of the Lord. I declare life in CCM in the mighty name of Jesus. I declare life, my Father. Everything that has been dead, Lord, I declare life tonight in the name of Jesus. Chochote ambacho kimekuwa kinaonekana kimekufa, ni kama kifanyi kazi tena, ndoa ambayo ilivunjika na ikaonewa na ikatengwa mbali, ninanena uzima na uhai tena. Watoto waliotoroka wakaondoka, wakaenda nyumbani, wakaenda mbali na nyumbani, I call you back home. Imesayaba katika jina la Yesu. Hakuna atakayepotea. Wana wetu watakuwa furaha yetu, wana wetu Bwana wa rehema watakuwa furaha yetu. We speak to the lives of our children, and we speak life today in the mighty name of Jesus. With a long life I will satisfy him, with a long life I will satisfy him, says the Lord, says the Lord, says the Lord. I will satisfy him. Lord, satisfy us. Papa, satisfy us
Jesus, satisfy us with long life. Give us grace, because as we tarry, a long life, makapele bazata, it is a guarantee. As we tarry in the presence of the Lord, a long life, it is a guarantee from our Father. A long life without pain, because you said in the word, hata kwenye tabu, even in trouble, God, you will be there for us. My God, kuinua kila mzigo, kutupa faraja na neema, utatuinua kwa jina la Shandele katalaba gadama riama mazetele begenema rapapalaba kataya telegada. Bwana ndiye mchungaji wangu, imagazeteliana rapepelegada mazaya. Bwana ndiye mchungaji, Bwana ndiye mchungaji wa sisi. Wewe ndiye mchungaji wetu na wana wetu, kwa jina la Yesu. Tupe neema ya kukaa katika uwepo wako maigo, maana yeye aketie mahali pasiri pake aliye juu, huyo atakaa kwenye uvuli wake Mwenyezi. Tunatamani kukaa na kukaa kwenye uwepo wako, maana vinono vyote na virojorojo zinapatikana kwenye uwepo wako. Ni katika nguvu za Bwana na uwepo wako Bwana maisha yetu yanakuwa salama, machozi yanafutwa maigo, na heshima inapandishwa juu katika jina la Yesu. Usiku wa leo naomba heshima ya sisi yamepandishwa juu katika jina la Yesu, maana unaachilia neema ya kutare as we tarry in your presence. Thank you, God. We give you glory. 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 Mighty Jesus, we give you glory. Everlasting Father, we give you glory. We honor your name. We adore your name. We honor thee, Lord, in the mighty name of Jesus. For there is none like you. There is none like you. There is none like you. Yamama reberia rakatalabe. Shalaba katalama magada mariande leganama. Elebazata legerema namayande. As we tarry in your presence, God, even this night, in the name of Jesus, we pray for grace. We pray for grace. We pray for grace. Grace to tarry. Grace of God. Grace, oh Lord. Grace, my Father. Tupe neema, neema, neema. Neema ya kukaa, neema. Neema, neema, neema. Neema ya kutari in the presence of the Almighty God. Imezete legada. Shalabagada mande. Ripepeleganama. Iya mazada. Maana faida yote ya uhai, faida yote ya uzima, faida yote ya wokovu inapatikana kwenye kutari, inapatikana kwenye kukaa kwenye uvuli wake Mwenyezi. Mighty God and my King, in the name of Jesus, ninakataa roho Mungu wa rehema ya kuvisit the presence of God alafu kutoka mbio. Usiku wa leo ninaomba roho Bwana ya wana, tupe roho ya wana ya kukaa kwenye nyumba ya Baba na kutulia weponi wa Mungu, tukipokea ushauri na mashauri yake Mungu wa rehema, jina la Yesu. Yes Jesus. Yes Jesus. Yes Jesus. Yes Jesus. Yes Jesus. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, King of Glory. We give you glory. We give you praise. Jesus. Jesus. We adore you. We lay our lives before you. Oh, how much we love Abba Father, Father, we adore
We lay our life before, just to tell you, Lord, oh, how much we love. Holy Spirit, Spirit, we adore you. We lay our life. How much we love you. Holy Spirit, Spirit, we adore. Makabosa parabashadala. We lay this night our lives before you. How much we love you. How much we love you. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Holy Spirit, Spirit. We adore. Our lives before you. Yes, Jesus. We give you glory. We love you, Jesus. Mighty everlasting Father, tonight we surrender before you. We submit before your mighty power. In the name of Jesus. All we desire, dear God, to abide, to dwell in your mighty presence. We cry unto you tonight that, God, you give us grace to tarry in your presence, to seek your face. Because thy word says that seek me wakati naweza patikana. Tusaidie Bwana kukaa uweponi mwako Kristo, ili maisha yetu na mioyo yetu Bwana ikajae faida. Maana usiku wa leo umetuonyesha faida za kukaa uweponi mwako. Tusaidie kama kanisa na kama kila mtu binafsi. Asante Roho Mtakatifu wa Bwana, tunakuhitaji zaidi. Tunanyenyekea kwako, tumimina mioyo yetu kwako, ili Mungu wetu ukatuwezeshe. Asante Mfalme Mungu mtakatifu. We pray for our brother and the sisters back at home. We pray that, God, you heal their hearts even this night. We pray that you heal their marriages in the mighty name of the Lord. We pray that you heal their businesses in the mighty name of Jesus. Dear God, we pray that you lift them up and honor them in the mighty name of Jesus according to your word. We declare long life in their lives in Jesus' mighty name. We thank you and we bless your mighty name, O Lord. Thank you, Father, because the vision bearer of this great ministry. We thank you for our Father, Apostle Enos Raden. We pray tonight that, God, you cover him with your grace of wisdom and power and anointing and favor in the mighty name of the Lord. We give you glory and give you praise because of our mommy, Pastor Kathy. We pray that, God, you cover her with your grace and with your power. We adore you, Jesus Christ, because of our elders and our pastors in this ministry. I pray tonight that, God, you cover them and you shield them, dear God, with the anointing of the Holy Spirit, with the wisdom that comes from the Spirit of God. Thank you for ministers. Thank you for deacons, my Father, and deaconesses.
Thank you for the departmental leaders, Lord. Thank you for HBC pastors. Father, I pray for each and every one of them. Dear God, you're going to elevate us, my Father, in the place and in the realm of tarrying the presence of God as a church, in the mighty name of the Lord. I pray for every member of CCM. Bwana, hakuna mmoja atakaye, Mungu wa rehema, kosa nguvu na uwepo wa Mungu. Wote tunawakabidhi uweponi mwa Bwana. Tunawaombea Bwana kuisha mioyo yao katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna mmoja usiku huu analia, Mungu, tunaomba ukampanguze machozi katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukawape maisha yenye amani katika jina takatifu la Yesu. Asante Bwana kwa sababu wewe ni Mungu wetu, tena wewe ni ngome na nguvu zetu. We love you, Lord, and we bless your name. We pray for our nation today, and we pray for the peace of God over this nation. Dear Lord, let your mighty hand rest upon this great nation. We give you honor and we give you praise. Panguza machozi nchi hii na tupe faraja itokayo kwako, na amani yako Bwana ikatande kote katika jina takatifu la Yesu. Inuliwa na uimidiwe kwa sababu wastahili sana, katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu tuomba na kushukuru. Amen.